Nawachukia wanaume. Karibu katika simulizi ya Nawachukia wanaume. Simulizi yenye kisa cha kweli na cha kusisimua ambacho kimemfanya mwanadada mrembo anayefahamika kwa jina la Noreen kuwachukia wanaume. Ni nini sababu ya mrembo huyu kuwachukia wanaume? Twende sambamba. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Wahenga walisema kila chanzo kina sababu, haijalishi kwa ubaya au kwa uzuri. Na huu ndio mkasa wangu. Kwa majina yangu naitwa Noreen Joseph Mwambene. Ni mzaliwa kutoka jiji la Mbeya katika mji mdogo wa Mbalizi. Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto 7 tuliozaliwa kwa mzee Joseph Mwambene. Sisi tumezaliwa watoto wa kike 3 na wa kiume 4. Na mimi ndiye mkubwa kwa watoto wa kike. Maisha ya nyumbani kwetu si mabaya sana wala si mazuri sana. Ni maisha ya kati. Kwa sababu wazazi wangu ni watu wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo zinazowaingizia kipato na kinachofanya tukidhi mahitaji yetu ya kila siku hapa nyumbani. Sisi nyumbani kwetu mimi ndiye nilibahatika kusoma hadi ngazi ya stashahada katika chuo cha uuguzi jijini Mbeya. Na mimi ndiye niliyokuwa mfano mzuri wa kuigwa pale mtaani kutoka kwa majirani zangu na ndugu zangu wengine. Nasema hivi kwa sababu katika kukua kwangu sikuwahi cheza michezo ya ujana kama wasichana wenzangu wengine ambao tulikuwa nao lika moja wanavyofanya kuwa na marafiki wa kiume. Nilikuwa sitaki kuwa na rafiki yoyote wa kiume isipokuwa kaka zangu. Niliishi hivi kwa sababu baba yangu alikuwa akinieleza kila siku kwamba hakuna mwanaume mkweli anayeweza kunipenda wakati nikiwa nasoma. Mwanaume wa kweli ni yule nitakayempata wakati nimemaliza masomo na kupata kazi. Kwani katika umri huo nitakuwa nimepevuka kimwili, kiakili na kifikra pia. Kwa hiyo niliishi maneno ya baba yangu siku zote. Japo nilikuwa nikisumbuliwa sana na vijana wa mtaani, shuleni na hata chuoni kwa jinsi nilivyo. Sijisifii, ila Noreen mimi nimeumbika kiasi cha kwamba nimekuwa nikiwasumbua wanaume wengi, sababu nimepata sifa nyingi za uzuri wangu kutoka kwa watu wa aina tofauti tofauti. Lakini hata kwa baadhi ya rafiki zangu wengine wa kike walikiri kwamba mimi ni mzuri, na kuna wakati walikataa kuongozana na mimi kwa jinsi uzuri wangu ulivyo wazi, kwani wao walidai kwamba nikiongozana nao macho yote ya wanaume huwa kwangu na kuwakosesha bahati. Nakumbuka siku moja nikiwa chuo, kuna mwanaume mmoja alimtuma rafiki yangu Fatuma aje aongee na mimi kwa namna yoyote ile. Nikikubali atampa zawadi nzuri sana, ili mradi tu anipate. Kimuonekano mwanaume yule alikuwa ni mtu mzima. Alikuwa na makamo kama ya miaka 50 hivi. Alikuwa akifanana kabisa na baba yangu kiumri. Basi mambo yakawa hivi. Rafiki yangu Fatuma alijaribu sana kunishawishi kwa kwanza kusema, "Noreen, unajua wewe ni msichana mzuri sana." "Najua," nilimjibu Fatuma. "Sijui unakwama wapi rafiki yangu." Akaongeza kusema Fatuma. "Nakwamaje? Mbona sikuelewi Fatuma? Maana anaona kona nyingi. Eleweka basi." Nikamwambia, "Jana jioni unakumbuka tulikuwa katika kibanda kimoja pale tukila chipsi. Kuna baba mmoja alipita na gari yake alafu baadaye akarudi akaniita niongee naye. Nikakumbuka kweli jana jioni wakati tunakula chipsi, kuna baba mmoja alipita, akamuita Fatuma na akaenda kuzungumza naye pembeni. Na baada ya mazungumzo yao, Fatuma akarudi. Aliporudi akaniambia bili atalipa yeye, na ikiwezekana tuongeze chipsi kuku, tutakula baadaye. Kwa sababu pale tulikuwa tunakula chipsi kavu kulingana na kipato chetu kilivyo, ukizingatia sisi ni wanafunzi." Nilipomuuliza pesa amezitoa wapi, aliniambia amepewa na mjomba wake, yani yule baba aliyemuita ni mjomba wake. Nikakumbuka tukio hilo la jana, kisha nikamwambia, "Ndio nakumbuka, si yule mjomba wako wa jana?" Fatu akasema, "Ehe, kumbe una kumbukumbu nzuri shoga yangu. Sasa yule mbaba hata sio mjomba wangu, nilikuwa nakuongopea," alisema Fatu. "Sasa kama sio mjomba wako, ni nani yako?" Nilimuuliza. "Yule anaitwa Mzee Mipesa, pedeshe wa mjini. Kila msichana anatamani kuwa naye, lakini yule baba anapenda sana wasichana wazuri kama wewe. Si unajua tena."
Nikamwambia Fatu, sijui chochote Fatuma. Sitaki mazoea na wanaume na nilishakwambia hilo siku nyingi. Kama nataka wasichana wazuri, sina wewe uwe naye, kwani wewe sio msichana? Nilifoka sana, nilikuwa nimekasirika. Nikaendelea kumwambia, tena sikia, kwani chipsi kuku shingapi? Si 10,000 tu. Hiyo hela nitakurudishia. Tena iwe mwanzo na mwisho kuniambia huo upuuzi wako. Makubwa shoga. Ndio amekuwa hayo. Hebu acha ushamba shoga yangu. Usichana unapita. Utawasimulia nini wajukuu zako siku ukizeeka? Yaani unanishangaza kweli. Yaani unakataa bahati. Nikamwambia, kama ni bahati ukiwa nayo wewe inatosha. Sio lazima wote tuwe na bahati. Niliona dhahiri kwamba Fatuma hakuwa rafiki mzuri kwangu, kwa sababu rafiki mzuri ni yule anemshauri rafiki yake mambo mazuri, na sio kama Fatuma ambaye niliona wazi kwamba amedhamiria kunitumbukiza shimoni. Basi kuanzia siku hiyo urafiki wangu na Fatuma ukaishia pale. Sikutaka tena mazoea hadi pale nilipohitimu chuo katika fani yangu ya uguzi na ukunga. Ukapita muda kidogo, nikapangiwa sehemu ya kwenda kufanya mazoezi kwa vitendo katika hospitali moja hivi iliyopo hapa jijini Mbeya. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka 24. Basi wakati naendelea kujifunza kwa vitendo katika hospitali niliyopangiwa, nilimwomba baba niende kujipangia chumba, sababu tayari nilishakuwa mtu mzima sasa. Kwa sababu tangu nianze shule ya msingi hadi chuo, sijawahi kutoka mbali na nyumbani. Kuna wakati nilihisi nanyimwa uhuru, lakini nikagundua kwamba baba yangu ananipenda sana, hataki niharibikiwe. Ndio maana alikuwa hatua kwa hatua na mimi. Hii yote ni kwa ajili ya kunifanya mtoto wake niwe salama. Sasa baada ya kumaliza chuo, maisha kujitegemea yakaanza rasmi, kwamba nipo huru na ninaweza kujisimamia mimi mwenyewe. Japo baba hakuchoka kunisisitiza kuwa niwe makini, kwani maisha sio rahisi kama ninavyofikiria. Sasa Norin mimi maisha mapya yakaanza. Baada ya kumaliza muda wa kujifunza kwa vitendo katika hospitali ile, niliomba niendelee kujitolea kufanya kazi pale kwa sababu nafasi za ajira zilikuwa bado hazijatoka. Basi uongozi wa hospitali ile ulikubali mimi niendelee kufanya kazi pale kwa sababu ya kujituma kwangu. Nikaendelea kujitolea huku nikisubiri ajira. Nyumbani baba na mama waliendelea kunisisitiza kwamba niwe makini na wanaume. Mwanaume wa kweli atakayenipenda ni yule ambaye atakuwa tayari kutambulishwa nyumbani kabla ya kitu chochote na kufuata taratibu zote za kufunga ndoa. Niliwaelewa wazazi wangu na kuwapa matumaini kwamba nitazingatia yote walioniambia. Basi wakati naendelea kufanya kazi ya kujitolea katika hospitali ile, kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Kelvin. Alikuwa akinisumbua sana kwa kuniambia kwamba ananipenda. Siku zote nilikuwa nikimzungusha kwa kumpa jibu lake, sababu niliamini alinitamani tu na sio kunipenda. Kelvin alikuwa ni kijana mtanashati, maji ya kunde, mwili wake umejengeka aswa, mrefu wa kati, mwili wa mazoezi. Wanawake wengi walikuwa wanajigonga sana kwake, lakini kwa upande wangu ilikuwa tofauti, kwani mimi nilikuwa namchukulia kawaida sana. Nakumbuka siku moja ilikuwa siku ya Ijumaa asubuhi, wakati naendelea na majukumu ya kazi, Kelvin aliniita na kuniambia kwamba ana mazungumzo na mimi. Norin, baada ya kazi una ratiba gani nyingine? Aliniuliza Kelvin. Sina ratiba yoyote ile. Nilimjibu, sawa. Basi mida ya saa 1 jioni naomba nikutoe auti. Nina mazungumzo muhimu na wewe. Jioni? Mazungumzo gani hayo Kevin? Yanausubiri jioni na sio sasa? Nikamuuliza. Kevin akaniambia, hapana Norin, hapa sio sehemu sahihi, usijali, ni amani tu. Nikaguna kisha nikasema, sawa, nitajitahidi. Kelvin akasema sawa, nimefurahi kusikia hivyo. Moyoni nilikuwa nawaza sana, Kelvin ana maongezi gani na mimi muhimu ambayo hadi tutoke nje ya eneo la kazi? Nilijiuliza, lakini nikajipa moyo kwamba nitamwambia tukae eneo la wazi ili lolote bali sinikute kutoka kwa kijana huyo. Basi jioni ilipofika, nikawa natafuta nguo nzuri itakayonipendeza nikivaa ili nisionekane mshamba. Kweli nikalipata gauni langu jekundu likiwa na maua meusi. Gauni hili lilinikaa vizuri sana. Nikavaa na viatu vyangu vyeusi virefu. Nikachana nywele zangu vizuri na kujipulizia perfume. Nilipohakikisha kuwa nilipendeza, basi nikampigia simu Kevin kwamba niko tayari aje kunichukua. Baada ya nusu saa, Kevin alifika kwa sababu tayari nilishamuelekeza ninapoishi. Wakati natoka getini, Kevin alikuwa amesimama nje ya gari. Aliponiona tu alishtuka. Wow, Norin, umependeza sana, kama malaika vile.
hakika wewe ni mzuri. Noreen, huna mambo mengi kama watoto wa mjini, lakini umependeza sana. Acha nikupe maua yako. Nikamwambia, jamani Kelvin, umenisifia sana hadi naona aibu. Nitarudi ujue. Nikamwambia. Kelvin akasema, no. Twende bwana. Unajua hii siku nilikuwa naisubiri sana. Yaani wewe kukubali tu kutoka na mimi ni bahati tosha. Twende basi. Akanifungulia mlango wa gari, nikaingia tukaondoka. Tukafika katika hoteli moja nzuri. Ilikuwa na mandhari nzuri sana na eneo tulivu. Ilionekana ni hoteli ya watu wenye uwezo mkubwa kifedha. Basi tukaingia. Kelvin akapaki gari sehemu husika, sehemu ya maegesho ya magari. Wahudumu wa hoteli ile wakaja kutupokea kama waheshimiwa vile. Basi tukapokelewa vizuri sana. Tukaonyeshwa sehemu tulivu tukaketi. Baada ya kuketi kama dakika moja hivi, mhudumu akaja na menu, yani kitabu chenye mwongozo wa vyakula ambavyo vinapatikana katika hoteli ile. Kelvin ndiye aliyekuwa wa kwanza kuchukua ile menu au kitabu chenye mwongozo wa vyakula. Baada ya Kelvin kukagua menu ile, akamwambia mhudumu amletee ugali kwa samaki. Nilimshangaa sana Kelvin kuagiza ugali katika hoteli. Kimoyomoyo nikasema, yani siwezi kuagiza ugali ninaokula kila siku nyumbani na hotelini. Labda wenzetu matajiri wao wanapendelea ugali. Kisha mhudumu akanipatia na mimi menu ili niagize chakula. Nikaangalia kama dakika 10 hivi. Nikawa sielewi baadhi ya vyakula. Mimi nilishazoea kwenda kwa mama ntilie huko mtaani. Ukifika unaagiza tu chakula kama wali nyama, wali maharage, wali dagaa na vyakula vingine vingi ambavyo vinakuwa vinapatikana maeneo hayo. Yaani sio kama huko. Ili nisionekane mshamba, nikamwambia naomba chips yai ili hata Kelvin akigoma kulipa niwe na uwezo wa kulipa. Kwa sababu nilishawahi kusikia story kwamba mwanaume anaweza akakutoa auti, lakini usipompa jibu la kumridhisha, anakuachia malipo yote ulipe wewe. Kwa hiyo nikawa makini, lakini ni kama Kelvin alitambua hilo. Akanambia, Noreen, usiogope, bili yako yote juu yangu. Mimi ndiye nitakayesimamia malipo ya chakula na vinywaji. Akamgeukia mhudumu kisha akamwambia, muongezee kuku na mayai pia uweke ya kutosha. Mhudumu akaitikia kisha akaondoka. Lengo langu ni kutaka kujua lengo la Kelvin kuniita pale ni lipi. Nikaanza kwa kusema, Kelvin, nimeitikia wito na kusikiliza kwa sababu Waswahili walisema, kubali wito, kataa maneno. Kelvin akashusha pumzi kisha akaniambia kwa utulivu kabisa, Noreen, naweza kusema kwamba mimi sio mwanaume wa kwanza kujitokeza kwako na kukuambia kwamba nakupenda. Nakupenda sana Noreen. Tangu siku ya kwanza nilipokuona pale hospitali, akili yangu ilishindwa kabisa kutulia kwako. Kila siku inayoitwa leo, taswira yako imekuwa ikijirudia ndani ya ubongo wangu. Nakupenda sana Noreen. Sipo tayari kuwa na mwanamke mwingine isipokuwa wewe. Nimeteswa sana na mahusiano kiasi cha kwamba niliapa ndani ya moyo wangu sitokuja kupenda tena mwanamke mwingine. Lakini nashangaa, sijui kwa nini moyo wangu umeisaliti akili yangu na kukupenda wewe, aliniambia Kelvin kisha akatulia. Baadaye kidogo mhudumu alileta chakula. Tukaendelea kula huko maongezi yakiendelea. Nikamwambia Kelvin, mimi huwa namchukulia kama kaka yangu tu, hivyo afute wazo la mimi kuwa mpenzi wake. Kelvin hakutaka kukubali kwamba mimi nimchukulie kama kaka yangu. Alinibembeleza sana hadi nikajuta kwa nini nilikubali kutoka naye na kumsikiliza alichotaka kuniambia. Kusema kweli, tangu nikue sijawahi kutana na mwanaume anayejua kushawishi kama Kelvin. Basi mwisho nikakubali, lakini kwa masharti. Nikamwambia, Kelvin, nimekubali, lakini kwa masharti yafuatayo. Sharti la kwanza, ni lazima ufike nyumbani kwetu kajitambulisha. Sharti la pili, mimi na wewe hatutakiwi kukutana kimwili hadi tufunge ndoa. Kelvin alifurahi sana, kisha akasema, vyote hivyo nitavifanya, tena kwa wakati. Yaani usijali Noreen, nitaheshimu maamuzi yako. Sitakuangusha, sitakugusa hadi siku utakapokuwa mke wangu halali. Nikasema sawa. Tangu siku hiyo mimi na Kelvin tukawa wapenzi. Alinipenda sana na mimi nikampenda sana. Alinipa uhuru wa kwenda nyumbani kwake kupumzika siku yeye akiwa yupo zamu ya usiku pale hospitali, kwa sababu yeye alikuwa anakaa karibu na hospitali, tofauti na mimi kufika sehemu niliyopanga hadi nipande daladala. Kingine, Kelvin nilizidi kumpenda. Alinionyesha kuwa tofauti na wanaume wengine. Alinijali sana pasipo kunitaka kimwili. Kitu kimoja tu kilinichanganya kuhusu Kelvin. Nilipomwambia nikamtambulisha nyumbani kwetu na yeye akanitambulisha nyumbani kwao, akawa ananikwepa. Siku moja tukiwa katika mazungumzo nikamwambia, Kelvin, ni miezi 3 sasa tangu tuwe katika mahusiano. Hutaki kwenda nyumbani kwetu, wala mimi hutaki nipajue kwenu. Kwa nini? Akaniambia,
Unajua Norin, sio kwamba sitaki kwenda kwenu. Nataka, lakini kuna mambo nayakamilisha. Yakikaa tu sawa, tutakwenda, hata usijali. Sawa kipenzi. Nikamwambia sawa. Nikamuuliza tena kuhusu nyumbani kwao. Akasema, nitakupeleka nyumbani, japo yupo mama peke yake, walitengana na baba. Huyo baba ameanzisha familia nyingine huko Tunduma. Kwa hiyo mimi kwa mama yetu tupo wawili tu, mimi pamoja na mdogo wangu wa kike ambaye tayari ameshaolewa. Hata mamangu haishi mbali, anaishi hapo Mwanjerwa. Nitakupeleka, japo mama yangu anatamani sana apate wajukuu kutoka kwangu. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Kelvin akaongeza kwa kusema kwamba yeye pia ni mkulima na ni mfanyabiashara wa mazao. Kilimo chake anakifanya katika kijiji kimoja kinaitwa Umalila. Huko ndiko anakolima, lakini pia amebahatika kujenga nyumba ambayo amemweka mtu anaishi kwa ajili ya kusimamia kilimo pamoja na biashara zake anazoziendesha huko kijijini. Nilifurahi sana kusikia kwamba kumbe mwanaume huyu mbali na kuwa ni muuguzi katika hospitali, kumbe pia ni mjasiriamali. Nilijikuta moyo wangu unazidi kumpenda zaidi mwanaume huyu. Nakumbuka siku moja nilienda nyumbani na nikamweleza mama kwamba na ana malengo mazuri na mimi, sio kama vijana wengine. Mama kaniambia, "Wewe Norin, wewe umetumia vigezo gani kumtambua huyo kijana?" Nikamwambia mama, ni muuguzi pale ninapofanyia kazi. Mama akaniuliza, tangu niwe kwenye mahusiano na yeye nina muda gani? Nikamwambia mama, takriban miezi 4 na hatujaifanya chochote, ila kila siku za Jumamosi na Jumapili huwa anaenda kijijini kuangalia biashara zake zinavyoendelea. Mama akaniambia tena, Norin, ujue tumekusemesha tukiwa na matumaini na wewe, na ukizingatia bado hujapata kazi, usije ukashawishika kumpa mwili wako ukaishia kukaa na vyeti ndani. Nikamwambia mama asiofo, Kevin sio mtu wa namna hiyo. Nilikuwa sitaki mtu amseme Kevin wangu vibaya hata mara moja. Siku moja Kevin alinipigia simu asubuhi, ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Nilijua kama kawaida yake anataka kuniaga kwamba anakwenda kijijini kama kawaida yake. Lakini siku hiyo Kevin alionyesha kuumwa sana, tena akihitaji msaada wa haraka, sababu pale alipopanga alikuwa akiishi peke yake. Alichukua nyumba nzima. Hello Norin. Hello Kevin, uko poa? Hapana, siko sawa mpenzi wangu. Naumwa sana. Nahisi kufa, njoo nisaidie. Nikasema sawa, nakuja sasa hivi. Kweli sekunde chache baadaye nikajiandaa haraka kwenda nyumbani kwa Kelvin. Mimi naishi Iwambi na Kevin anaishi Tarafani. Kuna umbali kutoka kwangu hadi nyumbani kwa Kelvin. Hivyo ilinibidi nichukue pikipiki ili niwahi kufika. Nikatoka nje na kuita pikipiki. Kaka samahani, naenda Tarafani, nauli bei gani? 10,000 sister, alisema yule dereva pikipiki. Du, 10,000. Mbona hela kubwa hivyo? Kama hela kubwa basi subiri hizo daladala za 400 zinazoshuka huko Tarafani. Kwenye pochi nilikuwa na shilingi 8,000 tu. Nikamwomba anipunguzie nimpe 8,000, akakubali. Nikapanda pikipiki tukaondoka. Nilihisi nachelewa kufika kumwona mpenzi wangu Kevin anaendeleaje. Nilijikuta naumia sana moyoni kuugua kwa Kevin. Dereva, ongeza mwendo kidogo na wahi tafadhali, nilimwambia dereva huyo wa pikipiki baada ya kuona kana kwamba hataki tuwahi. Ndani ya dakika 15 tu tukawa tayari tumeshafika katika geti la Kevin. Kwa haraka sana nilishuka nikamlipa dereva pikipiki pesa yake. Kisha nikaingia ndani haraka huku nikiita jina la Kelvin. Kevin, Kevin, uko wapi? Niliita huku nikiangaza macho huku na kule sebleni, lakini sikumuona Kelvin. Basi niliendelea kuita huku naenda chumbani kwake. Nilijawa na wasiwasi sana. Nilipoingia chumbani nilimkuta Kevin amelala kitandani huku amejifunika shuka. Niliingia na kumuita kiupole. Kevin mpenzi wangu, nini tatizo? Nini kinakuuma kipenzi changu? Twende hospitali. Mpenzi wako nimekuja. Nilijikuta nikiongea maneno mengi kwa wakati mmoja. Lakini cha kushangaza, Kevin akaanza kucheka huku akiinuka na kwenda kufunga mlango. Nikashtuka. Kevin, huumwi? Kevin, unataka kufanya nini? Basi unaumwa? Mbona umeinuka na kufunga mlango? Kengele ya hatari iligonga kichwani mwangu. Nilijua Kevin amedhamiria kunifanyia kitu kibaya. Wakati naongea hayo yote, Kevin hakusema chochote zaidi ya kunisogelea sehemu niliyosimama. Nikamwambia, Kevin, tafadhali nifungulie mlango niondoke. Nakuomba sana Kevin, nipo chini ya miguu yako. Kama gharama ulizotumia kwangu, nitakurudishia. Nitamwambia baba nitumie pesa zote, atakurudishia. Tafadhali Kevin, usinifanyie kitu kibaya. Nililia sana huku nikimsisitiza Kevin aniache niondoke, asifanye kile alichokusudia. Lakini kwa upande wa Kevin, ni kama nilikuwa nikimpigia mbuzi gitaa. Muda wote mimi nalia naongea, yeye alikuwa tu akinitazama huku akiwa kifua wazi. Baadaye akasema, Norin, nimevumilia sana.
nimeumia kwa muda mrefu juu ya penzi lako. Mimi na wewe sio marafiki, ni zaidi ya marafiki. Sasa nitakupelekaje nyumbani wakati sikujui? Wanawake kibao wananishobokea, lakini nawakataa kwa sababu yako. Siwezi kukuacha leo uende bila kufaidi pendo lako. Hapo akanivaa mwilini. Nilijitahidi kujitoa mikononi mwa Kelvin, lakini nikashindwa. Kelvin alikusudia kunibaka. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Nawachukia Wanaume. Kelvin amevunja ahadi aliyowekeana na mpenzi wake Noreen. Je, ni nini kitafuata baada ya tukio hilo? Usikose kufuatilia simulizi hii ya Nawachukia Wanaume. Ni hapa kupitia masafa ya 91.3 Tabora FM. Mwandishi na mtunzi wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai.